Mpendwa, nakaribisha kwa somo letu la siku hii ya leo. Fundisho letu kwa lugha ya Kiingereza linasema the power of relationship. Kwa lugha ya Kiswahili ni nguvu ya mahusiano. Nguvu ya mahusiano. Kwa wiki 10 au zaidi tumeangalia toka uumbaji mpaka kukombolewa. Tumeona jinsi ametupenda Mungu na upendo mkubwa sana. Ametuumba katika pendo, na hata wakati tumeendelea kupotea njia, tunaona bado Mungu anatupenda tu, mpaka unaweza ukashangaa kwa nini. Upendo huu mkubwa na ukarimu mkuu ambao unadumu milele, kwa nini Mungu anatupenda jinsi hii? Upendo huo unategemea mahusiano. Na wakati mahusiano ni mazuri, upendo unakuwa ni mzuri na unakuwa na nguvu zaidi. Na pale ndio utaweza kuona nguvu ya mahusiano. Wakati mahusiano ni mazuri, ndio utaona ile nguvu yake itakuwa inaonekana kabisa. Sehemu nyingi kwa Biblia, na nitasoma kitabu cha Yudithi 5 mstari wa 17 na wa 18, na maeneo mengi kwa Biblia tunaona Biblia inatuambia kwamba nyakati zote wana wa Israeli walifanya mazuri, walimpendeza Mungu kwa macho yake, waliendelea vizuri, walifaulu kwenye shughuli zao zote, kwa maana Mungu anachukia uovu. Walifaulu, wakawa na maendeleo mengi. Lakini wakati wote waliwacha njia za Mungu, wakaenda kwa njia za wanadamu, wakajifanyia miungu mingine. Wakati mwingi walipigwa, wakachukuliwa mateka, na hata hekalu la Mungu likaharibiwa kwa sababu ya kuwa na mahusiano mabaya na Mwenyezi Mungu. Ni sehemu nyingi sana kwenye Biblia utaona wakati wana wa Mungu walikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, walikuwa na nguvu kubwa sana, na kila wakati walikuwa na mahusiano mabaya, wakaingia kwa dhambi, walikuwa wadhaifu na wanashindwa kwenye hali nyingi sana. Wiki chache zimepita, nimefundisha kuhusu attracting the favors of God, grace, kuvutia upendeleo wa Mungu au neema, jinsi ya kuvutia. Na nikapeana mfano wa mzazi akiwa na watoto kama 5 hivi, na watoto 4 wawe wanakosa utii, ni wajeuri, hata wakitumwa hawataki, wanakasirika, hata wakilipia school fees wanasema ni haki yao. Lakini mtoto mmoja awe ni mzuri. Na nikauliza, kama baba kama huyu, mama kama huyu, akija jioni aende kwa friji yake apate kuna sausage moja tu imebaki, na ako na watoto 5, 4 ni watukutu, mmoja ni mzuri, ni mtoto yupi inawezekana akamuita kando akamwambia, nenda kwenye friji kule kuna kisausage kimoja kimebaki? Na tukaona hakika, hata bila kufikiria sana, mtoto ambaye ni mnyenyekevu na mtiifu, mtoto ambaye yuko na mahusiano mazuri na mzazi wake, ndiye atakayempendelea. Nikapeana mfano wa Idi Amin na Mandela. Nikasema kwa mfano, wafufuke leo waje kwako, wakwambia wanahitaji favor fulani, wanahitaji wafanyie kitu fulani. Ni yupi ungependa kuhusishwa naye, mwenye sifa nzuri ama mwenye sifa mbaya? Tukaona ni mwenye sifa nzuri. Vile vile Mungu, mtu ambaye anatafuta kumjua, anatafuta kumpenda na kumtii, hakika utaona yale mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu yataleta nguvu na ushindi mkubwa sana. Ushindi mkubwa sana. Lakini wakati mahusiano ni mabaya, utapata tunashindwa na mambo mengi na tunapigwa kwenye vita vingi, hasa na Ibilisi na vibaraka wake. Leo natamani nitembee na vitabu vya Samueli wa kwanza na wa pili, tuweze kuelewa nguvu ya mahusiano. Samueli wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza hadi 11. Nitasoma. Wakati huo Wafilisti walikutana pamoja wapigane na Waisraeli. Waisraeli walipiga kambi yao huko Ebenezeri, na Wafilisti wakapiga kambi yao huko Efeka. Wafilisti waliwashambulia Waisraeli, na baada ya mapigano makali Waisraeli walishindwa. Waisraeli 4,000 waliuawa kwenye uwanja wa mapambano. Hili ni taifa la Mungu.
hawa ni watu wa Mungu, na tunaona pamoja na ni watu wa Mungu wanapigwa na askari wao 4,000 wanauawa. Ndio jinsi wewe na mimi tunajivunia kuwa Wakristo. Tuko na Mungu upande wetu, lakini bado nakuta wakati mwingine tunapigwa, tunashindwa kwenye maeneo mengi kwa sababu pengine mahusiano si mazuri. Mstari wa 3 unasema wanajeshi walionusurika walipofika kambini, yaani Waisraeli, wazee wa Israeli walisema, kwa nini Mwenyezi Mungu amewaacha Waisraeli Wafilisti watushinde leo? Hawa jamaa hawajazoea kushindwa. Mara nyingi wakienda vitani wakipigana wanashinda. Asa leo wanashangaa kwa nini Mungu ameruhusu tushindwe. La kawaida sisi daima ni washindi. Twendeni tukalilete sanduku la agano la Mwenyezi Mungu kutoka Shilo, ili aweze kwenda nasi vitani na kutuokoa kutoka kwa wenzetu. Walienda kuleta sanduku la agano. Kumbuka kwenye agano la kale, sanduku la agano ndio jinsi ambayo Mungu alikuwa ameteua, ndio jinsi ambayo anashuka anakaa pamoja na watoto wake. Mungu alikuwa anashuka kwenye sanduku la agano la kale. Yale maandiko 10 yako ndani na uwepo wake. Sasa wanasema jamani, tumepigwa kwenye vita, twende tukalete ile sanduku la agano. Mungu uwepo wake yuko pamoja nasi na hakika tutashinda. Hivyo ndivyo walivyodhania. Wakiwa na Mwenyezi Mungu pamoja nao watashinda. Mstari wa 4 unasema, hivyo waliwatuma watumishi huko Shilo, nao wakalileta sanduku la agano la Mwenyezi Mungu wa majeshi, ambaye anakaa kifalme juu ya viumbe wenye mabawa. Wale watoto wawili wa kiume wa Eli, Hofni na Finehasi, walikuja pamoja na ile sanduku la agano la Mwenyezi Mungu. Sanduku la agano la Mwenyezi Mungu lilipofika kambini, Waisraeli wote walishangilia kwa furaha, hata nchi yote ikatikisika. Yaani nchi imetetemeka kwa ile furaha na shangilio, kile kilio walichotoa nchi. Wanasema asa jamani, asa tuko na Mungu daima, tutashinda. Walijiambia hivyo. Ndio vile mimi na wewe Mkristo leo tunajiona mara nyingi, kwa sababu tuko pamoja na Kristo, amechinjwa sadaka, amefufuka, tunajiona tutakuwa washindi tu tukikande. Hivyo ndivyo walivyodhania, kwa sababu Mungu yuko pamoja nao, hakika watashinda. Kwa Kiingereza watu wanasema familiarity breeds contempt. Yaani kule kuzoeana na mtu sana kunaleta dharau. Na hivyo ndio wakati mwingine tunakaa na Mungu na madharau, kwa sababu nasema jamani, alikufa kwa ajili yetu, tunaokolewa kwa neema, tunakuwa na dharau kwenye kazi yake, kwenye njia zake. Mstari wa 6 unasema, Wafilisti waliposikia sauti hiyo ya furaha walisema, kelele hizo zote kambini wa Waebrania zina maana gani? Walipojua kwamba sanduku la agano la Mwenyezi Mungu lilikuwa limewasili kambini wa Israeli, Wafilisti waliogopa, wakasema, bila shaka miungu imewasili kambini mwao. Ole wetu! Jambo kama hili halijawahi kutokea. Ole wetu! Ni nani atakayeweza kutuokoa kutokana na miungu hiyo yenye nguvu? Hiyo ni miungu iliyowaua Misri kwa kila aina ya mapigo jangwani. Huyu Mungu hajawahi shindwa. Hata Wafilisti wanajua huyu Mungu daima ni mshindi. Wanakumbuka matukio ya kule Misri, jinsi wa Misri walipigwa, hata jangwani walipofuata wana wa Mungu, jinsi walimezwa na maji, bahari ya Shamu, wakafa wote na maji. Wanakumbuka, wanasema sasa jamani, sanduku la agano la Mungu limefika. Hawa Waisraeli wako na yeye, jamani, tutashindwa. Mstari wa 9 wanasema, sasa enyi Wafilisti, jipeni moyo. Wanajipa moyo, wanaambiana, muwe hodari, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao waliokuwa watumwa wetu. Muwe hodari kama wanaume na kupigana. Wanajitia moyo, wanajipa moyo wapigane. Wafilisti walipiga vita na Waisraeli walishindwa na kukimbia kila mtu nyumbani kwake. Siku hiyo
kulikuwa na mauaji makubwa, kwani askari wa miguu 30,000 wa Israeli waliuawa. Hasa ndio jambo la kushangaza. Kabla hawajaleta sanduku la agano waliuawa 4,000. Leo wameleta sanduku la agano, Mungu yuko pamoja nao, wanauawa 30,000. Jiulize kwa nini wako na Mungu na wanauawa 30,000. Tena mstari wa 11 nasema sanduku la agano la Mungu likatekwa, na wale watoto wawili wa kiume wa Eli, Hofni na Finehasi, wakauawa. Sanduku la agano likatekwa likaenda na Wafilisti. Hawa watoto wa Eli walikuwa ni makuhani, lakini makuhani ambao hawana uhusiano mzuri na Mungu. Wachungaji wanaokula kondoo wako na sanduku la agano, Mungu yuko pamoja nao, wanashindwa, wanatekwa nyara, wanauawa 40,000. Jambo la kushangaza sana. Jiulize kwa nini? Kwa nini wewe na mimi tuwe ni Wakristo, nasema tumeokoka na tunachapwa vita kila siku? Kwa nini wewe na mimi tuwe tunapokea mpaka Yesu Ekaristia na bado nashindwa na mambo kila wakati? Jiulize kwa nini. Jambo la kushangaza, hawa Wafilisti walipochukua ile sanduku, walienda wakapeleka kwa hekalu la mungu wao anaitwa Dagoni. Hebu tusikie ilikuwaje. Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 4. Baada ya Wafilisti kuliteka sanduku la Mungu, walilibeba kutoka mji wa Ebenezeri hadi mji wao wa Ashdodi. Kisha wakalipeleka sanduku la Mwenyezi Mungu kwenye hekalu la miungu wa Dagoni na kuliweka karibu naye. Kesho yake asubuhi, watu wa mji wa Ashdodi walipoamka waliona sanamu ya Dagoni imeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Mungu. Wakasimamisha tena sanamu ya Dagoni na kuiweka tena mahali pake. Jambo la ajabu. Uwepo wa Mungu kwenye hekalu la miungu mingine Dagoni, wanawacha wanaondoka. Asubuhi wanakuja wanakuta kile kimungu chao ambacho hakisikii, hakioni, hakina uwezo, kimeanguka kifudifudi, kinaabudu Mungu aliye hai. Huyu Mungu mwenye nguvu zote, hata kule ugenini kwa wale wapagani bado nguvu zake zinaonekana, ile hali watoto wake wa Misri walishindwa wakiwa pamoja na yeye. Kwa nini? Ndio swali kubwa. Hii kimungu kimelala mbele yake, kinasujudu, kinasema hakuna Mungu kama wewe, ile hali watu wake wanachapwa wakiwa na yeye. Tunachapwa tukiwa nasema bado tumeokoka, tunachapwa tukiwa bado tunapokea Yesu Ekaristia. Kwa nini? Mstari wa 4 anasema, lakini kesho yake asubuhi wamerudisha kimungu chao juu. Walipoamka asubuhi kesho yake, waliona kuwa sanamu ya Dagoni imeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Mwenyezi Mungu. Kichwa, miguu na mikono ya sanamu hiyo vyote vilikuwa vimekatika, vikawa vimelala chini kwenye kizingiti cha mlango. Kiwiliwili cha sanamu ya Dagoni ndicho tu kilikuwa kimebaki. Asa leo wamekuja, jana yake sanamu imelala mbele ya Mwenyezi Mungu. Leo sanamu hii kichwa kimekatwa, mikono imekatwa, miguu imekatwa, vimetupwa mlangoni, kimebaki kiwiliwili tu cha sanamu ile, kimelala kifudifudi mbele ya Mungu aliye hai. Haleluya! Kuonyesha ya kwamba hakuna Mungu mwingine. Miungu nyingine yote haina nguvu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kwa nini watu wa Mungu washindwe wakiwa na Mungu mwenye nguvu namna hii? Kwa nini wewe Mkristo ushindwe ukiwa na Mungu mwenye nguvu namna hii, ambaye hata mauti haingemzuia kule kaburini? Ameshinda dhambi na mauti yote. Tunampokea kwenye Ekaristia, tunasema tumeokoka, ili hali bado tunachapwa vita. Jiulize kwa nini? Kwa nini? Ndio swali kubwa leo. Swali kubwa leo. Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 hadi 10. Tunaona sanduku la agano linarudi kwa Waisraeli, kwa Wayahudi, kwa wana wa Mungu. Samahani, bado hajarudi.
waliwatuma wajumbe na kuwakusanya wakuu wote wa Wafilisti, wakauliza. Wale jamaa wakati walipigwa sana, walitumana wakuu wao, wale wafalme wao waitwe, wakawauliza, je, tutafanya nini na sanduku hili la Mwenyezi Mungu wa Israeli? Wakuu wao wakawajibu, sanduku hilo la Mungu wa Israeli lipelekeni Gathi. Basi wakalipeleka kwenye mji wa Gathi. Lakini baada ya kulipeleka huko Gathi, Mwenyezi Mungu akauadhibu mji huo, akasababisha hofu kuu mjini, na akawapiga wanaume wa mji huo wote, vijana kwa wazee, kwa kuwaletea majipu. Hawa Wafilisti walipopata mapigo kwa ajili ya kumleta Mungu aliye hai kwa hekalu la miungu, waliamua kupeleka kwenye mji mwingine. Kule walipigwa na majipu, wakaletewa magonjwa, wakaletewa hofu kubwa sana, wakaogopa zaidi. Mstari wa 10 nasema, hivyo wakalipeleka sanduku hilo la Mwenyezi Mungu mji wa Ekroni, tena mji mwingine. Lakini sanduku hilo la Mungu lilipofika huko, watu wa mji huo walipiga kelele, wakasema, wametuletea sanduku la Mungu wa Israeli ili kutuua sisi na watu wetu. Uoga ukaingia, mashaka yakaingia, wanakimbia uwepo wa Mungu aliye hai, wanatoroka. Jinsi Adamu na Hawa wakati walitenda dhambi, wakaribu mahusiano, walikimbia wakajificha. Inawezekana mimi na wewe tukawa kanisani na tuko mbali na Mungu kwa sababu hatuwezi karibia uwepo wake, kwa sababu tuna dhambi inaleta kuharibu mahusiano, na uoga unaingia, mashaka yanaingia. Ndio ilikuwa na haja jamaa wanakimbia. Baadaye sanduku likarudishwa kwa wana wa Israeli. Samueli wa kwanza 7 mstari wa 2 hadi wa 4. Sanduku limerudi. Tangu sanduku la Mwenyezi Mungu lipelekwa mji wa Kiriathi Yearimu, muda mrefu ulipita, miaka 20 hivi. Wakati huo Waisraeli wote walimlilia Mwenyezi Mungu. Wako na sanduku sasa, wako na uwepo wa Mungu kwa muda wa miaka 20, lakini wanaishi kama hawana Mungu pamoja nao. Inawezekana ile sanduku lio kwenye chumba tu likaachwa. Mwenye kufagia na kupiga deki kile chumba, akipiga deki analisukuma kidogo. Wako na Mungu hawana habari. Jinsi Wakristo wa leo tunaishi, tuko na Mungu mwenye nguvu, Mungu anayeishi, alishinda dhambi na mauti, lakini mara nyingi ni kama mayatima. Hasa wakati wa COVID-19, hii virusi vya corona, ungefikiri wakati viliingia ni kana kwamba Yesu amerudi kaburini. Tunaishi kama mayatima. Miaka 20 wako nalo, bado wanalia. Wakristo leo bado tunalia na Mungu yuko pamoja nasi. Tujiulize kwa nini? Tumemzoea Mungu sana. Familiarity breeds contempt. Kuzoeana kunaleta dharau. Ndio maana hatuhisi nguvu za Mwenyezi Mungu. Tunajiita Kristo na corruption tupo. Tunajiita Kristo na mambo ya ngono tupo. Hata watu waliooa wako na mpango wa kando. Tunajiita Kristo, uchawi umejaa. Tunajiita Kristo, chuki, kutoa mimba na mambo mengine ambayo hayajengi mahusiano na Mwenyezi Mungu, yanaharibu mahusiano, na tunakosa kuona nguvu za mahusiano. Hatuzioni. Kanisa lile la mwanzo, nguvu za Mungu zilionekana. Walimwamini Mungu, walimpenda kwa roho na kweli, waliishi maisha mazuri. Ule Petro akitembea, popu wetu wa kwanza, kivuli chake kikigusa mtu akiwa na mapepo yanatoka. Nguvu ya mahusiano ilionekana kwenye kanisa la Mungu, lakini leo hii haionekani kwa sababu tumeharibu mahusiano. Tuko pale mikono tumefunga kama watakatifu, lakini ndani uchafu. Dhambi inaleta uchafu, dhambi inaharibu mahusiano, na ndio maana nguvu ya Mungu haionekani. Mstari wa 3 unasema, asa nabii Samueli amekuja. Mungu ametoa nabii Samueli akawaambia Waisraeli, na anakuambia mimi na wewe leo, kama unataka kuona nguvu ya mahusiano, akawaambia, kama mnamrudia Mwenyezi Mungu kwa moyo wenu wote, ni lazima muondoe kati yenu miungu ya kigeni na sanamu za Ashtorothi. Mwelekeeni Mwenyezi Mungu kwa moyo wote.
na kumtumikia yeye peke yake, naye atawaokoa kutoka mikononi mwa Wafilisti. Kama mnataka kuhisi nguvu za Mungu, Samueli anawaambia na anatuambia leo, ondoweni miungu mingine yote. Get rid of all foreign gods. Anzeni kujenga mahusiano mapya na Mwenyezi Mungu. Tuanzeni kumpenda kwa roho na kweli. Jamani, hata kwenye mahusiano ya kawaida mme na mke, wakati mmoja wao anadanganya, anaenda nje ya ndoa, haya mahusiano hayawezi kuwa na nguvu, hayezi. Kuna mashaka, kuna maumivu, kuna kilio. Mmoja akiumia, ile nguvu ya mahusiano imepunguka. Lakini wakati kuna uaminifu, kuna raha kwenye ndoa. Kama mama au baba mwenzako akienda nje ya ndoa, unasikia uchungu kiasi hicho, unaona yani jamani, kitendo alichofanywa ni kama kudungwa na kisu kwenye mgongo. Wakati je, tunamfanyia Mungu hivyo, Mungu anajisikiaje? Ndio maana hatuhisi nguvu ya mahusiano pamoja na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anahisia, anasikia uchungu. Mahusiano yanakosa nguvu, anakosa nguvu ya kuendelea kutubariki na kutulinda, kwa sababu tumemwacha, tumeenda kwa adui Shetani. Tunaishi naye, tunalala naye, tunakula naye, tunambusu, na nasema sisi ni Wakristo. Mungu asaidie, Mungu atuhurumie, tupate kurudi kwa njia za Mwenyezi Mungu. Mstari wenu unasema, hivyo Waisraeli wakatupilia mbali sanamu za Mabaali na Maashtarothi, wakamtumikia Mwenyezi Mungu peke yake. Wakaanza kutengeneza mahusiano. Ule upendo ukawa unatiliwa mbolea na maji, ule upendo ukawa na nguvu. Wakaanza kushinda tena. Adui zao waliwapiga vita, kwa maana walianza kupata nguvu ya mahusiano. Ndio baadaye Daudi anateuliwa na kuwa mfalme. Yule Sauli ameanguka, amepotea njia, amekosa mahusiano na Mungu, ameondolewa. Daudi ameletwa, amekuwa na mahusiano mazuri, wanashinda vita. Akaamua kwenda kuchukua sanduku la agano, alirudishe Yerusalemu, lakini alienda kwa njia ambaye haikuwa Mungu amepatiana. Alienda kumbeba kutumia ng'ombe na ile gari la kuvutwa na ng'ombe kama mkokoteni hivi. Samueli wa pili 6 mstari wa 6 hadi 11. Samueli wa pili 6 mstari wa 6 hadi 11. Walipofika kwenye uwanja wa kupuria nafaka na lakoni, Uza alinyosha mkono wake na kulishika sanduku la Mungu, kwa sababu wale ng'ombe walijikwaa. Hapo hasira Mwenyezi Mungu ikawaka dhidi ya Uza. Mungu akamuua pale pale. Uza akafa papo hapo kando ya sanduku la Mungu. Naye Daudi alikasirika kwa kuwa Mungu alimwadhibu Uza kwa hasira. Hivyo mahali pale pakaitwa Perez Uza mpaka hivi leo. Huyu Uza analishika sanduku ambalo ni takatifu, ni lenye nguvu, lina njia ya kubebwa, halifai kuguswa na mtu yoyote. Analishika, nguvu ya Mungu, anakufa papo hapo. Na wana wa Israeli walikuwa wanapigwa, hakuwa na hizo nguvu na huo uwepo wa Mwenyezi Mungu, wakati mahusiano yalikuwa mabaya. Mstari wa 9 hadi 11 unasema, siku hiyo Daudi alimuogopa Mwenyezi Mungu, akasema, sasa litanijiaje sanduku la Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo Daudi hakuwa tayari kulipeleka sanduku la Mwenyezi Mungu ndani ya mji wa Daudi, bali Daudi akalipeleka nyumba kwa Obed-Edom Mgiti. Sanduku hilo la Mwenyezi Mungu likakaa nyumbani kwa Obed-Edom kwa muda wa miezi 3. Naye Mwenyezi Mungu akambariki Obed-Edom pamoja na jamaa yake. Asa lile sanduku la uwepo wa Mungu imeenda kwa familia moja ambaye imekaa vizuri, ambaye inamtafuta Mungu, ambaye wana kiu ya kufanya mema. Lilipelekwa kule kwa maana Daudi alijua Obed-Edom ni mtu mzuri, ni mtu anayemcha Mungu. Likapelekwa kule. Baada ya sanduku limekuja, mahusiano ni mazuri, nini kinafuata? Baraka tele tele. Huyu jamaa alibarikiwa na familia yake kwa sababu yuko kwenye njia nzuri na uwepo wa Mungu uko pamoja na yeye. Inawezekana Daudi aliona wivu kidogo. Tunaambiwa kwenye Samueli wa pili sura ile ya 6 mstari wa 12 hadi 15. Mfalme Daudi aliposikia kuwa Mwenyezi Mungu ameibariki jamaa ya Obed-Edom
na vitu vyote alivyokuwa navyo kwa sababu ya sanduku la Mungu. Amebarikiwa kwa ajili uwepo wa Mungu uko naye, mahusiano ni mazuri, baraka. Akaenda kulichukua sanduku la agano kutoka nyumbani kwa Obed-Edomu na kulipeleka kwenye mji wa Daudi kwa shangwe. Watu wale waliolibeba sanduku la Mwenyezi Mungu, kila walipopiga hatua 6, Daudi alitoa tambiko, fahali na ndama mmoja mnono. Daudi akawa amejifunga kizibao cha kuhani kunoni mwake. Alicheza kwa nguvu zake zote mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo yeye na Waisraeli wote waliipeleka sanduku la Mwenyezi Mungu hadi mji wa Daudi kwa shangwe na sauti kubwa ya tarumbeta. Asa ikawa ni shangwe, ikawa ni ushindi, kwa sababu sasa wamelibeba kwa njia ambayo inafaa. Wamelibeba kwa njia ambayo inafaa. Wale makuhani, wale Walawi wamejiandaa, wamejitakasa, wamelibeba kwenye mabega kama alivyoamuru Mungu. Wako kwenye sala na wanamheshimu Mungu, wanacheza, wanamchinjia sadaka safi. Kuanzia siku hiyo ushindi, ushindi, ushindi. Naomba nikuulize swali moja. Tofauti ilikuwa ni nini? Nini ilikuwa ile tofauti hii? Mahusiano mazuri, ushindi. Mahusiano mabaya, kushindwa. Naomba nipitie tena kwa kifupi, nifanye muhtasari wa fundisho hili ambalo tumekuwa nalo. Sanduku la agano, uwepo wa Mungu. Wakiwa na mahusiano mazuri, wanashinda vita vyote, wanabarikiwa, wanafanikiwa, mashamba haya yanafanya vizuri, watoto wanakuwa wazuri, waaminifu. Wakiharibu mahusiano, wanashindwa, sanduku linatekwa nyara, wanapigwa na uwawa 30,000. Wale wapagani wanapeleka sanduku la uwepo wa Mungu kwenye hekalu lao la miungu yao. Wanaliweka pale, kimungu chao kinakatwa kichwa na mikono na miguu, kinalala kifudifudi. Lile sanduku bado lina nguvu, lakini wana wa Israeli walipigwa akiwa nalo. Kwa nini? Ndio swali. Sanduku linaregea kwa wana wa Mungu, wanakaa nalo miaka 20, ni kama Mungu hayupo, hawaoni nguvu zake na wako na yeye. Nabii Samueli anakuja, anawaambia ondoeni miungu mingine yote, jengeni mahusiano. Wanaanza kuwa washindi tena. Jamaa moja analiguza kama stahili, anakufa. Sanduku lile lina nguvu ya ajabu mno. Daudi anakuja, anachukua kwa njia ambayo inastahili, kwa sala, kwa mfungo, kwa sadaka. Kuanzia siku hiyo washindi daima. Tofauti ni nini? Mahusiano. The power of relationship, nguvu ya mahusiano. Wakati mahusiano ni mazuri, walishinda daima. Wakiharibu, wanashindwa. Na wewe na mimi sio sanduku la mbao tu. Tunakiri leo kwamba Kristo anaishi ndani yetu. Kama anaishi ndani yetu, wacha sanduku la mbao, yeye yuko ndani yako. Mbona hatuna nguvu? Mbona tumepungukiwa? Mahusiano ni mabaya. Tuangalie njia zetu. Mahusiano yakiwa mazuri, nguvu ya mahusiano itaonekana. Yakiwa mabaya, hamna nguvu kwenye Ukristo wetu. Na ndio maana hata watu hautamani, hawaoni tofauti yetu sisi na wapagani. Wakiiba tunaiba, wakiwa na uzinifu tuko kule, wakienda kwa wachawi tuko kule, siasa ya vita tuko kule, kutoa mimba tuko kule. Hamna nguvu ya mahusiano kwa sababu tunavunja mahusiano na Mwenyezi Mungu atiajengi. Hebu tazama Musa wakati Mungu anamuita alikuwa ni kigugumizi, hajui kuzungumza. Musa alikuwa ni mkimbizi, ameua kule, ni muuaji, ameua, anakimbia, fugitive, mkimbizi. Na Mungu anamwambia na kutuma ukokoe wana wa Israeli, asema jamani, mimi sijui kuzungumza, tena mimi ni muuaji, tena ni mkimbizi, tena ananiambia nirudi huko. Mungu anamwambia usijali, nitakuwa pamoja na wewe. Kuanzia siku hiyo Musa akaanza kutengeneza mahusiano na Mungu aliye hai. Tunajua jinsi Mungu alivyomtumia pamoja na hicho kigugumizi, pamoja na ni muuaji na ni mkimbizi. Mungu alimtumia kwa njia ajabu sana. Mapigo 10, wana wa Misri wakasema waachilieni watoto wa Mungu. Bahari ya Shamu inagawanyika. Matendo makubwa kwa ajili ya kujenga mahusiano na Mwenyezi Mungu. Angalia Abrahamu.
Mungu anamwambia ondoka na kutenga na watu wako, na kutenga na tabia zao, na kutenga na mila zao mbaya, na kutenga na njia zao mbaya. Nataka uanze uhusiano na mimi, uhusiano mpya ulio ndani ya imani ya kweli. Anaanza mahusiano. Biblia inasema Abrahamu alikuwa rafiki wa Mungu, na leo hii tunamuita baba wa imani. Alikuwa mpagani, amjui Mungu. Alikuwa wana miungu mingine, wanaenda kwa wachawi, wanaoa wake wengi. Anawacha tabia zote hizo, anaanza safari mpya ya kujenga mahusiano na Mwenyezi Mungu, Mungu aliye hai. Anakuwa mtu ajabu sana, matendo makubwa. Angalia Danieli. Danieli anajenga mahusiano na Mungu. Ni mtu wa kusali, mtu wa kufunga, mtu akaa kwenye njia za Mwenyezi Mungu. Hata akiambiwa ainamie miungu mingine anasema siko tayari, heri nife. Yuko tayari kufa, lakini asiharibu mahusiano na Mwenyezi Mungu. Unajua, naambiwa na Biblia hakuna upendo mkubwa kama mtu aliye tayari kufa kwa ajili ya rafiki zake. Yesu alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Danieli yuko tayari kufa kwa ajili ya huyu Yesu. Hapo ndio mahusiano yake na Mungu yamefika. Yaani wanapendana, ni heri afe lakini asiharibu mahusiano. Na tunaona kwa ajili hiyo nguvu ya mahusiano inaonekana. Hata simba hawamli. Anajengewa ukuta wa moto. Malaika anatumwa kumlinda kwa sababu mahusiano ni mazuri. Angalia Shadraka, Meshaki na Abednego, mahusiano mazuri. Hawako tayari kuharibu, wako tayari wafe, lakini yale mahusiano yabaki salama. Hata moto hauwaguzi, miale ya moto hauwaguzi, hata moshi hauwaguzi. Wanapata ushindi kwa sababu mahusiano yao na Mwenyezi Mungu ni mazuri. Ndugu yangu, dada yangu, leo tuanze safari mpya ya kujenga mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu yawe mazuri. Hatufanyi ili watu watuone, tunafanya ili Mungu anayeona sirini aone. Bwana anaangalia moyo. Hebu leo tuanze safari mpya ya kujenga mahusiano mapya na Mungu ambaye yako kwenye msingi wa uaminifu pande zote mbili. Mungu daima ni mwaminifu. Ni mimi niwe mwaminifu, ni wewe mwaminifu. Yawe na imani ya kweli, yawe na upendo wa kweli, sio upendo wa nyama choma, sio upendo fake. Mungu ametupenda na akona ukarimu kwetu, tena wa milele. Hajawahi pungukiwa, hatawahi punguza. Ni mimi na wewe tujenge mahusiano na tutahisi nguvu za Mungu, nguvu za mahusiano. Funga macho yako. Omba Mungu akuhurumia, kusamehe. Mahali hujajenga mahusiano na Mungu, umejenga mahusiano na pesa, umejenga mahusiano na vitu. Ndio maana corruption ni juu, mambo ya ngono ni juu, kujiexpose ni juu. Omba Mungu akuhurumie. Kutoa mimba ni juu, mahusiano yameharibika. Mungu mtakatifu, tuhurumie kwa kuharibu mahusiano yetu sisi na wewe. Tusamehe Kristo mfalme. Ulishachinjwa sadaka ili tubadilike, mahusiano yetu yawe mazuri. Ndio maana umechinjwa ili kila kuamini asipotee, mbali awe na uzima wa milele, kwa kujenga na kuanza mahusiano mapya mazuri kwenye msingi wako Mungu. Tutakase kwa damu yako, tubadilishe fulani na wewe. Achilia neema leo ya kipekee ya kushirikiana na wewe, ili mahusiano yetu na wewe Bwana yawe sawa sawa, ili utubariki hapa duniani na mwisho safari hii tuwe naye mbinguni milele yote. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Ukitamani kuendelea kupokea mafundisho haya kwa mtandao huu, jisajili kwa kubonyeza kidude kile cha subscribe. Baada ya hiyo, hakikisha ile kengele ya notification pia umeibonyeza, ili kila wakati ujumbe unapeperushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako ya mkononi. Tukutane wiki ijayo. Mungu akubariki sana.